Kwa jina naitwa mchungaji Yona Kosa Bundeta, ni kiongozi wa kanisa la Moravian Tanzania, natokea jimbo la Kusini. Ni mwenyekiti wa wilaya kule wilaya ya Ileje, wilaya Magharibi. Lakini siku ya leo tumekuwa na somo la baraka sana, kwa sababu tulikuwa na ibada ya kusifu na kuabudu. Ndani ya somo la leo tumekuwa na tofautisha maana ya kusifu na kuabudu. Kusifu katika ibada ya kusifu na kuabudu ni kuyataja matendo makubwa ambayo Mungu amefanya kwa wanadamu. Kwa hiyo muda wowote ambao waimbaji wanataja matendo makubwa ya Mungu, kibibilia wanamsifu Mungu. Lakini mahali ambapo waimbaji wanataja au wanaimba au wanatamka tabia za Mungu, tabia za Mungu ni kama vile ukamilifu wake, utakatifu wake, Mungu kuwa wa rehema, Mungu kutokuwa na hasira, vitu vya namna hiyo, wanavyotaja zile tabia au sifa za Mungu, basi hapo wanakuwa tunamwabudu Mungu. Kusifu na kuabudu vinaunganika pamoja, kwa sababu waimbaji huimba matendo makuu ya Mungu, lakini pia huimba tabia za Mungu kama vile utakatifu na mambo mengine yote. Kwa hiyo tumekuwa na kipindi kizuri sana, lakini kuna kitu cha pekee sana. Wakienda katika roho na kweli, wakisifu katika roho na kweli, basi kuna kitu kinaongezeka. Kwa Waebrania wanaitwa tehila. Tehila maana yake ni kwamba kuna vionjo vingine vinatokeza vya uimbaji ambavyo vinaonekana tu pale ambapo Roho Mtakatifu ameteki control. Roho Mtakatifu ameshuka, divine interference, mwingiliano wa kimbingu umetokea, basi kuna vitu vinatokea vionjo. Mfano, mtu ananena kwa lugha wakati anaimba, au mtu alikuwa anaimba chorus inayojulikana wengi, lakini unaona anaimba Jesus, Jesus, na wengine wanaenda kumwitikia kama kawaida, au anaimba haleluya, vitu ambavyo labda si manoti aliyokuwa anaimba mwanzoni. Ujua hapo control ya Mungu imeshashuka. Na Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 4 mstari wa 21 mpaka wa 24 unasema tunatakiwa tumwabudu Mungu katika roho na kweli, na Mungu anawatafuta watu wanamwabudu katika roho na kweli. Katika kipindi hiki sasa, uwepo wa Mungu umekuwa karibu na sisi zaidi, kiwango cha imani kimekuwa ulimwenguni kote. Kwa hiyo na mambo yanaenda yakiongezeka sana ulimwengu wa roho. Ni wajibu wa waumini na Wakristo wote kuenda na wakati mpya ambao nguvu ya Mungu sasa inatawala sana, na unabii wa Yoeli unatimilika kwamba roho wa Mungu atakuwa amemwagwa duniani kote na watu watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa hiyo tunaishi katika kipindi ambacho unabii uliongojea muda mrefu sasa unatimia. Ni kipindi cha makanisa kubadilika. Wakati mwingine tumeimba kwa kutafuta sifa za kibinadamu, wakati tumeimba uimbaji ambao hauna utakatifu ndani yake. Kipindi hicho sasa kimepitwa na wakati, nyakati za kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Mahali hapa katika ibada hii ya kusifu na kuabudu, nimegundua kwamba hawa ndugu zetu wa Moravian Mbezi Luis wamesonga sana. Wana takribani miaka 4 sasa wanafanya ibada za kusifu na kuabudu. Nimeona uwepo wa Mungu sana, na hawa ndio wa Moravian sahihi, wanaoturudisha kwenye misingi ya Moravian. Wale wanaofuatia historia ya Moravian kule Ujerumani, Moravian tuliwahi kushukiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndio dhehebu pekee baada ya mitume ambalo lilishukiwa na nguvu za Roho Mtakatifu, wakiwa na maabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa hiyo Mbezi Luis wanaturudisha back to our roots, wanaturudisha katika original zetu ambao tunamwabudu Mungu katika roho na kweli. Rai yangu kwa wa Moravian wote na waumini wengine wote Tanzania, tuendelee, turudi kwenye asili yetu kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Na ni maombi yangu kwamba mbegu hii, a hidden seed from Mbezi Moravian Luis, ienee kwenye makanisa mengi ya Moravian Tanzania na madhehebu mengi kabla Yesu hajarudi kwa ajili ya unyakuo. Nitumie nafasi hii ya pekee sana kuwaomba waumini wa mahali hapa. Jinsi wingu linavyoshuka mahali, ndivyo Mungu anatafuta nafasi na kutanua nafasi. Nilikuwa nawaomba wahudhurie sana ibada hizi,
kwa sababu mwisho wa siku madhehebu jirani, shirika jirani hata za Moravian zitaanza kufika hapa. Kama hawatajiandaa vizuri kiroho, watashindwa kuhimili huduma za kiroho zinazoendelea kuzaliwa na kuzaliwa hapa. Mfano, watu wamekuja kuombewa. Kama hawatazielewa vizuri hizi ibada, watashindwa kuwahudumia watu wengine watakapopakimbilia hapa. Kwa dalili hizi sasa, mahali hapa Mbezi Moravian Ruiz patakuwa kimbilio la wengi. Kwa hiyo na waasa waumini wa mahali hapa waendelee kuhudhuria sana hizi ibada za kusifu na kuabudu, kwa sababu ni chanzo cha chemichemi ya uponyaji na kimbilio ya wengi. Kwa jinsi Moravian Mbezi Ruiz inavyokwenda, mahali hapa patakuwa kimbilio, lakini wanajenga jengo zuri na jengo la kisasa. Niombe kwamba waumini wengine wa Moravian na madhehebu mengine walete sadaka zao mahali hapa kusaidia ujenzi huu, kwa sababu mahali hapa patahudumia watu wote. Kwa nini tunasema namna hii? Biblia inasema na hili aliyoitenda huyu mwanamke litataja kwa kumbukumbu lake. Ukiachilia sadaka yako mahali kama hapa, ujue hii sadaka watu wote watakutana na baraka mahali hapa, na hizo baraka zitakujia. Hebu tuungane na ndugu zetu kuleta sadaka mahali hapa, ili ujenzi unaoendelea uishe, tena uishe kwa wakati, kwa utukufu wa Mungu. Tumie nafasi hii kumshukuru sana Mungu, na kwamba sasa nguvu ya Mungu inaendelea kutembea duniani pote. Tujiandae kwa ajili ya uamsho mkubwa unaokuja katika madhehebu yote. Hivyo ni wakati huu wa kujiweka sawa, kupatana na Mungu, kutengeneza maisha yetu, kuokoka na kumkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na pabariki mahali hapa Moravian Mbezi Ruiz, kwa sababu pia ibada za roho na kweli zinatendeka, na Mungu wa mahali hapa akaenee mahali pengine pote. Amen.